zile timu ambazo umezishuhudia zimetinga kwenye hatua ya 8 bora, kuna yote ambayo imekusurprise? Hapana. Hapana, kwa sababu timu nyingi ambazo zimefika kwenye hatua ya robo finali ni zile timu ambazo zipo pia kwenye nafasi nzuri hata kwenye ligi. Fomu yao kwa siku za karibuni pia zimekuwa ni fomu nzuri, japo kuna timu ambazo zipo kwenye fomu nzuri kwenye ligi lakini hazijafika kwenye hatua hii. Wakati mwingine naweza kusema ni aina ya mpinzani ambaye walikutana naye, lakini ugumu pia ambao waliupata kwenye kuvuka kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa mfano timu ambayo imetolewa na unaangalia fomu yake angalau ipo kwenye nyakati nzuri ni Dodoma Jiji kutokea Dodoma, ambao ukiangalia kwa jinsi ambavyo wanacheza kwa siku za karibuni amekuwa na nyakati nzuri kiufundi na kimbinu. Ni mmoja kati ya timu ambazo zinakupa maswali magumu unavyoenda kukabiliana nazo kiwanjani. Lakini hawajevuka kwenda kwenye hatua robo finali. Unaangalia walitolewa na nani? Wametolewa dhidi ya Simba Sports Club, ambapo Simba obvious unasema yeye ni title contender kwenye makombe mengi ambayo anashiriki. Hasa kwenye makombe ya ndani utasema akiwa anacheza ligi unamtarajia kwamba atakuwa ni bingwa. Kwenye hii ligi ya Muungano, Mapinduzi ikitokea, hata inavyokuja pia kwenye CRDB Federation Cup, yeye unamtaja kama ni timu ambayo pia anatarajiwa kuchukua ubingwa. Ndio maana unaona kwenye zile top 4 timu zote zimeenda kwenye hatua ya 8 bora. Unatoka hapo ni nani wengine ambao wanafuata? Ndio wao unakuta kina TRA ambaye ameshinda ugenini dhidi ya Namungo. Ukiangalia Namungo fomu yake haiko kwenye nyakati nzuri kwenye mechi ambazo anacheza hivi karibuni. Nyuma kabla ya kutolewa na TRA, timu kama Namungo iliwatoa Kagera wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani, kwa maana Namungo alikuwa nyumbani lakini alicheza dhidi ya timu kutokea championship. Sasa unaangalia wakati mwingine Kagera wakati wanacheza dhidi ya Namungo walikuwa wameweka concentration kiasi gani kwenye mchezo, na ukilinganisha na shughuli ambazo wanafanya kila siku kwenye mechi za championship unakipima kwenye concentration. Inawezekana mpira wa miguu unahitaji heshima, kwamba uheshimu kila mpinzani ambao unakutana naye, lakini kuna wakati ambao utaangalia mimi nataka kuachieve nini, objectives zako ni nini kwenye mechi ambayo unacheza. Inawezekana kwenye mechi ambayo Kagera alicheza dhidi ya Namungo, Kagera alikuwa anaona kwamba naweza kuwekeza nguvu nyingi zaidi kwenye championship ili nirejee ligi kuu, kuliko ambavyo taanza kushindana kwenye hizi mechi ambazo ni za mtoano. Nikaweka nguvu kubwa let's say dhidi ya Namungo, nitavuka kwenda kwenye hatua inayofuata. Baadaye nitaenda kukutana labda na TRA, lakini baada ya hapo nitakutana na wale vigogo kwenye hatua ya robo finali ama hatua ya nusu finali. Nitaweza kweli kutumia nguvu nyingine kubwa kwa ajili ya kwenda kupata kombe? Jibu linalokuja kwenye mpira katika hali ya uhalisia unasema haiwezekani. Kwa hiyo unachagua kimoja, kwamba mimi nitapunguza nguvu kwenye michuano ya CRDB Federation Cup, nitawekeza zaidi kwenye michuano ambayo kwenye mashindano ambayo anacheza kila siku, maana ya ligi ya daraja ya kwanza ya championship, ili nitimize lengo mama la kufika kwenye ligi. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hizi timu 8 ambazo zimevuka, hauoni kama kuna timu ambayo pengine imefika hapa kwa fluke au pengine haikustahili kufika kwenye hiyo level ambayo imefikia. Kwa hiyo kila mmoja sawa.